Luke 10:30-35. Jesus was taking him up, replied, "A certain man was going from Jerusalem down to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him of his clothes and belongings, and beat him, and went their way, and cornered him, leaving him half dead. As it happened, now by coincidence, a certain priest was going down along the road, and when he saw him, he passed by on the other side. A Levite likewise came down to the place and saw him, and passed by the other side of the road. But a certain Samaritan, as he traveled along, came down to where he was, and he saw him. He was moved with pity and sympathy for him, and went to him and dressed his wounds, pouring on them oil and wine. Then he set him on his own beast and brought him to an inn and took care of him. And the next day he took out 2 denarii, 2 day wages, and gave them to the innkeeper, saying, "Take care of him, and whatever more you spend, I myself will repay you when I return." Bwana asifiwe. Hebu tupigie Bwana Yesu makofi. Ninajua ya kwamba kuna joto kali, lakini neema ya Bwana iko pamoja nasi. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Hapa tunasikia historia ya mtu mmoja. Hapa kuna watu watano. Kuna watu watano katika historia hii, na tunasikia kuna mtu mmoja alipigwa na wakora, ama watu tuseme kuna watu kama 6 who are involved. Bwana asifiwe sana. Kuna wakora, kuna mtu mmoja aliyepigwa na wakora. Ya pili kuna priest, kuhani alipita pale. Ya tatu kuna Mlawi alipita pale. Halafu mwingine kuna huyu ambayo alikuwa ni Good Samaritan, pia alipita pale. Na pia kuna innkeeper, yule mtu ambaye alikuwa anatunza huyu mtu mwenye alikuwa amepigwa. Nataka kusema asubuhi ya leo, I want to speak shortly about the grace of God. Bwana asifiwe sana. Tunaambiwa ya kwamba mtu huyu aliangukia katika mikono ya watu ambao walikuwa ni waovu, watu ambao walikuwa ni wakatili, watu ambao walikuwa ni wanyang'anyi. Wakampiga na wakamuumiza, wakamwacha akiwa nusu amekufa na nusu akiwa hai. Bwana asifiwe sana. Na tunaambiwa katika ile hali yule mtu amewachwa katikati ya barabara akiwa amezirai katikati ya barabara. Tunaambiwa ya kwamba kuhani akapita, ni kama pasta amepita, akaona yule mtu amekufa na akapita mbali, akapita kando. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tukaambiwa tena Mlawi ni wale watu ambayo wamepatiwa jukumu na Mungu ya kufanya kazi ya Mungu. Wamepatiwa jukumu ya kutoa dhabihu. Hawa ni nyumba ya Walawi. Bado tu ni kama pastor tu. Yaani wale watu ambao kazi yao ni kufanya ukuhani. Biblia inasema hata huyo akapita mbali, akawacha tu yule mtu katika ile hali akiwa hoi. Na watatu akakuja ambaye ni Msamaria mwema. Alipopita pale, Biblia inasema akawa na huruma na yule mtu, akashuka katika punda yake, akatoa divai ambayo alikuwa naye katika punda yake, akapangusa naye vidonda ya yule mtu, akapaka mafuta katika kidonda ya yule mtu, akapandisha katika punda, akampeleka mpaka hospitali
Bwana asifiwe sana. Na akaambia mwenye ile hospitali ya kwamba mimi nitamlipia gharama yote. Akalipa gharama na akampatia pesa, akamwambia ikizidi hii gharama mimi mwenyewe ndo nitakuja kulipa. Bwana asifiwe sana. What do I want to say this morning? Ninataka kusema nini mchana wa leo? Bwana asifiwe sana. Haijalishi vile dunia imekutreat. It doesn't matter how the world have treated you. Bwana asifiwe sana. Labda dunia imekutreat vibaya, labda dunia wamekupiga, labda dunia wamekuacha ukiwa hoi. Bwana asifiwe sana. Labda dunia imekuacha ukiwa katika hali ya kufa, lakini niko na habari njema asubuhi ya leo. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambayo wamepita hata karibu na wewe, lakini hawajakusaidia. Hata pastor amepita karibu na wewe, lakini hajakusaidia. Hata mkuhani amepita karibu na wewe, lakini hajakusaidia. Hata bishop amepita karibu na wewe, lakini hajakusaidia. Hata archbishop amepita karibu na wewe, lakini hajakusaidia. Niko na habari njema asubuhi ya leo ya kwamba neema ya Bwana iko juu yako. Asubuhi ya leo neema ya Bwana iko juu yako. You will not die. Bwana asifiwe sana. Their intention is to make sure that you are dead. Nia yao ni kuhakikisha umekufa, lakini niko na ripoti njema asubuhi ya leo ya kwamba hautakufa. Hautakufa, utaishi uone baraka za Bwana katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu neema ya Bwana ndio imekuja. Yule Msamaria mwema ndiyo neema ya Bwana. Wale wengine walitangulia, lakini sio neema ya Bwana. I want to tell you today ya kwamba the grace is visiting you. The grace is visiting you. Neema inakutembelea. Heri kutembelewa na neema kuliko kutembelewa na kisirani. Heri kutembelewa na neema kuliko kutembelewa na pasta. Heri kutembelewa na neema kuliko kutembelewa na askofu. Ninataka nikuambia asubuhi ya leo, neema ya Bwana inakutembelea. Neema ya Bwana inakutembelea. Pigia Bwana Yesu makofi. Neema ya Bwana inakutembelea. The grace of God has visited you and you will not remain the same again. Bwana asifiwe sana. Yule mtu alikuwa hoi, yule mtu alitarajia hata amuombee, amwekelee mkono, akapita mbali. Don't mind about them that ambao unatarajia wakubariki, hawa ndio wanapita mbali. Hii ni dunia ya wanadamu. Bwana asifiwe sana. Ukiona mtu akipita mbali, jua huyo ni mwanadamu. Haleluya. Mwingine anakuja anapita mbali, usijali, huyo ni mwanadamu. Lakini neema inakuja. Neema haiwezi pita kando yako. Neema haiwezi pita mbali na wewe. Neema akasimama na akaanza kukuhudumia. Biblia inasema huyu Msamaria mwema akaanza kuhudumia huyu mtu ambaye alikuwa na shida. Asubuhi ya leo neema inasimama kwako. Neema inasimama kwako na inaanza kukuhudumia katika jina la Yesu. Kuna watu walitangulia, kuna maprofeti walitangulia, kuna manabii walitangulia, kuna watu walitangulia mbele, lakini Yesu alipokuja, Yesu alikuja na neema. Yesu alileta neema. Haleluya. Neema imeshuka. Neema imeshuka kwa ajili yako. Neema imekuja ili wewe usikae tena jinsi ulivyokuwa. Na kile kitu alifanya, alisema ya kwamba nitamlipia deni yote. Haleluya. Neema inakuja kukuweka huru katika jina la Yesu. Haleluya. Neema, Biblia inasema ya kwamba the grace of God is like a vehicle. Yani neema ya Bwana ni kama gari. Oh, haleluya. Hiyo neema ni
katika magari ambayo iko na trailer, na katika hiyo trailer kuna uzuri, there is goodness. Hallelujah, imebeba goodness. Hallelujah, katika hiyo trailer ya neema imebeba kitu inaitwa uzuri. Katika hiyo trailer iko kitu inaitwa kindness. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Inabeba kindness, inabeba wema. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu inaitwa fadhili, inabeba fadhili. Kuna kitu inaitwa mercy, inabeba huruma. Hiyo trailer ya neema inabeba huruma. Bwana asifiwe sana. The goodness of the Lord, the kindness of the Lord, the mercies of the Lord. Ndio maana Daudi akasema ya kwamba I will live in the house of the Lord all the days of my life. Akasema surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Hakika wema na fadhili sitanifuata siku zote za maisha yangu. Ile kitu unahitaji tu ni neema, na hiyo neema inatembea na uzuri, hiyo neema inatembea na kibali, hiyo neema inatembea na nguvu za Mungu. Ile kitu unahitaji tu ni msamaria mwema. Pigia Bwana Yesu makofi. Pigia Bwana Yesu makofi. Na msamaria mwema ni Yesu. Anatembea na kibali, anatembea na neema katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo neema iliposhuka, huyo mtu akapandishwa katika punda, akapelekwa hospitalini, na huyo mtu najua alitoka pale akiwa amepona. I have good news for you that you will come alive. Bwana asifiwe sana. You will come out alive. Bwana asifiwe sana. It doesn't matter if you are unconscious. Haijalishi kama wamekupiga mpaka wamekuacha oehahe. Haijalishi kama uko hoi, lakini utatoka hapo ukiwa hai. Haijalishi maisha imekupiga mpaka uko katika hali ya kufa. Labda nyumba yako iko katika ICU, labda biashara yako iko ICU, labda maisha yako iko ICU. Kuna watu wanajinyonga hata kila siku, lakini nataka nikutangazie siku ya leo, neema imeshuka. Utatoka hapo kama umepona. Hiyo kitanda hautakufia kwa hiyo kitanda, hautakufia mahali wamekupigia. Amen. Sijui kwa nini hakuna ama sio ujumbe yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ninasema hautakufia hapo. Ninasema hiyo kaburi wamekuchimbia hautazikwa hapo. Ninasema hiyo sanduku wamekutengenezea. Unajua kabla mtu hajazikwa wanatengenezanga sanduku. Kabla mtu hajazikwa wanatengeneza msalaba. Kabla mtu hajazikwa hata wanaangalia mali atasikiwa kaburi yake. Nataka nikuambie ya kwamba you will not die there. Hautakufa. It is not your time to die. Sio wakati wako wa kukufa, ni wakati wako wa kuishi, kwa sababu neema imeshuka, kwa sababu neema iko juu yako. Neema ya Bwana iko juu yako, na hiyo neema inatembea na ushindi, hiyo neema inatembea na uzuri, hiyo neema inatembea na uponyaji, hiyo neema inabeba chakula. Hautajali utakula nini, iko chakula kwa sababu iko neema, iko maji kwa sababu iko neema, iko pesa kwa sababu iko neema. Ile kitu unahitaji tu ni neema, hauhitaji kitu ingine. You don't need friends, you need the grace of God. You don't need people, you need the grace of God. Hallelujah. Sihitaji watu, ninahitaji tu neema ya Bwana. Wakati mmoja nilipokuwa ninaenda India, ndege ikaniwacha ambayo ilikuwa ina connect mahali ninaenda. Ikabidi nikae masaa 24, na wakati nilipokuwa ninakaa, ile pesa ya Kenya nilikuwa nayo haikunisaidia, kwa sababu pesa hiyo ya Kenya haikuwa inatumika saa hiyo.
nikakaa chini, neema ikanitembelea. Mtu akakuja akakaa pamoja na mimi, tukaanza kupiga story. Baadaye akaniambia twende tukunywe vitu hapa, tukakula tukakunywa, akaniwachia shilingi 500 ya India. Haleluya! Neema, akaniambia kula mpaka kesho wakati utaenda. Haleluya! Neema ya Bwana inakutabiria neema siku ya leo ikae juu ya maisha yako. Hauhitaji marafiki, unahitaji neema. You don't need friend request ile ya Facebook, unahitaji neema. Unajua wakati nilianza kuingia Facebook nilikuwa mchinga, nikafikiria sasa kuingia Facebook hata ukikutana na wazungu sasa utapata connection ya pesa. Hapana, nikaanza kutumia watu request. No, hallelujah. You don't need request from people, you need the grace of God. Amen. And money will come, and food will come, and you will sleep well. And Mungu atashughulikia vidonda vyako, Mungu atashughulikia uponyaji wako. Hey, pigia Bwana Yesu makofi. Unajua wiki iliyopita nilibarikiwa sana na neno la Mungu katika Ayubu 8:5-7. Ati wakati utakuwa umetafuta Mungu na kumsihi huyu Mungu Mwenyezi, akasema yeye ataamuka kwa ajili yako. Wakati utakuwa umetafuta neema na kumtafuta huyu neema kabisa, neema ataamuka kwa ajili yako. Amen. Haleluya. Akasema ile kitu ya kwanza neema inafanya, inatengeneza surroundings yako, inatengeneza makao yako, inafanya makao yako yanawiri. It makes your dwellings prosperous. Bwana asifiwe sana. Oh, haleluya. Bwana asifiwe sana. Unajua ukipata huyu neema kama Uhuru Kenyatta, wakati labda alishinda urais. Ukishinda urais hata siku ya leo, hata kama ulikuwa una